بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu Islamu, katika mji huu wa Kilema, Allah yahfadhukum, Allah mhifadhini wa yusaddid khutakum. Na furaha bila shaka mara ya pili nimekufika hapa kwa ndugu zangu, wapenzi vyangu Ahlus Sunnah wal Jamaa, katika markazi hii, markazi ya Imam al-Bukhari, katika eneo haya ya Kilema. Na lengo la kufika katika safari zangu zote ni da'wa ila Allah, kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo inshallah tutakuwa na nyinyi kesho kutwa tukiangalia maudhui ambayo iko mbele yetu, na maudhui ndefu, ni maudhui kubwa, ngumu, lakini biidhnillah alkarim, sababu sisi tulabu ilmu tutanukuu, tutasoma yaliyoandikwa na maulama na kuwatafsiria watu, sio kwamba tutakuja na yako yetu, tutasoma na kufanya tafsiri kwa watu. Hakuna jipya ambalo tutaleta, hamna jipya, ni yale yanayosemwa au yalishasemwa sana. Kwa ambao wamesahau kwa ni ukumbusho kwao, kwa ambao walikuwa hawajui walikuwa wanajua, lakini mambo yashasemwa sana. Allah walipe kheri mashaikh zetu waliotangulia katika jambo hili. Maudhui iliyoko mezani ni tofauti baina ya manhaj salafi salafia na ansar sunna. Hiyo ndio maudhui iliyoko hiyo ustadi, tofauti baina ya manhaj salafi na ansar sunna. Ni maudhui kubwa kweli, sio ndogo. Na hapa nimekuja na Kamali Zama hapa mbele yangu, ambao nitakuwa natumia ustadi wanayo Kamali Zama hii inshallah, na vitabu hapa mbele tutakuwa natumia, ambao ndani yake kuna yanazungumziwa mambo haya, tofauti baina ya manhaj salafi na ansar sunna. Watu wengi hawaelewi tofauti, mpaka watu wengine wanaona hao watu tofauti zao ni maslahi ya dunia tu. Wote watu wa sunna bwana, watu wa bid'a ni hao masufi na wengineo, Shia ni hao watu wa sunna. Kiangalia hao fuga ndevu na wala wanafuga ndevu, hao nisfu saqi na wala nisfu saqi, hawa wanakemea maulidi na wala wanakemea maulidi, hao wanakemea khitma, wanakemea bid'a na wanakemea bid'a. Sasa tofauti za kimaslahi, unajua bwana, wanadamu watu ndio wanafaulu kama hizo, baadhi ya watu.
lakini hawajui kwamba kuna tofauti baina ya watu hawa na hawa. Na ufanano huu ni mwingi sana. Mfano ya watu wanaofanana kama hivi ni wengi sana, ambao misingi yao ni hii. Ukiwaangalia wote ni watu wa sunna. Mathalan, pengine katika miji yetu kuna ansaru sunna na kuna salafiyun na masalafi, na ukiangalia wanafanana sana. Sasa utashangaa zaidi siku ukikutana, kuna kundi ambalo linaitwa Al-Hajawira, Dodoma pia wapo, mjini huko Dodoma mjini wapo. Ukiwaangalia wanafanana sana na masalafi. Na kuna watu wengine wanaitwa Al-Halabiyun mathalan, au ashabu al-Ibana, wafuasi wa Muhammad al-Imam na masalafi. Ukiangalia wanafanana sana, lakini hawakai meza moja. Wakisimama kukemea maulidi, wote kauli yao ni moja, na pengine wanawachuona wanatumia hawa, lakini ukiwaweka meza moja hawakai. Kama ambavyo nyinyi mnaona ansaru sunna ambao wapo na as-salafiyun ambao wapo, wote wanafanana sana, lakini huwezi kuwaweka meza moja. Ansaru kimweka na salafi hawakai meza moja. Sasa utajiuliza kuna nini hapa? Kuna jambo, si maslahi kama wanavyoona watu. Kuna mambo kwa sababu watu wengi hawaelewi. Kuna bid'a ziko za aina nyingi. Kuna bid'a ya kaulia, kuna bid'a ya qaul, mfano hizo wanazungumza sufi na wengineo. Kuna bid'a ya fi'l, vitendo. Kuna bid'a ya itikadi, kuna bid'a ya kiitikadi. Mfano ukiangalia makhawarij, mfano ukiangalia wanafanana na masalafi na sunna. Al-khawarij wanafanana kweli, ndevu na nini, lakini utakuta hawa ni makhawarij, mbona mmefanana? Na wenyewe wanasema hawafai. Masalafi hawa wamepinda, hawa ukiangalia wanafanana. Lazima kuna mmoja yuko kwenye makosa kati ya hao. Sisi as-salafiyun tunawatuhumu hao wengine wako kwenye makosa, na wao pia tunawaomba watuthibitishie kwamba tuko kwenye makosa kwa hoja na dalili, sio kwa maneno tu. Yani sisi tukisema ansaru sunna ni watu wa bid'a, na ndivyo ilivyo. Ansaru sunna si katika ahlus sunna. Indikana nilete maelezo na watu wayaelewe na kwa ushahidi, sio niongee tu. Watu wana akili. Ukiongea tu utaona shehe anaongea, lakini hajathibitisha makosa ya ansaru sunna ni yapi. Umeelewana? Na hiyo ni kweli mambo yalivyo. Kusema makhawariji wako kwenye makosa, indikana ulete maelezo na ushahidi na hujja. Al-khawarij batil kwa sababu 1, 2, 3. Na wengineo kama ambavyo watu wanafozungumza masufi mathalan, wanataja na mikhalafa yao na bid'a zao. Masufi bwana wanakusia hichi, wanafanya hichi, haina dalili, jambo hili ni mkosa, wamekhalifu hapa na hapa. Umeelewana? Sasa maudhui iliyoko mbele yangu ni tofauti baina ya ansaru sunna na as-salafiyun, as-salafiyya, al-manhaj as-salafi. Na maudhui ni kubwa. Katika maudhui hii haraka kuna vitu kadhaa ambavyo vitanilazimu kuvizungumza ili watu tuelewane. Ili mnielewe, kuna vitu kadhaa vitanilazimu nivizungumzie kwa uzuri kabisa. Jambo la kwanza, itanilazimu mimi niwazungumzie kuna watu wanaitwa al-ikhwan al-muslimun. Itanilazimu niwazungumzie. Siwezi kuwazungumzia ansaru sunna bila kuwazungumzia al-ikhwan al-muslimun. Umeelewana? Na pia italazimu nizungumzie kuna watu wanaitwa asururiyun au al-qutubiyun. Lazima niwazungumzie watu hao vizuri kabisa, historia yao, asili yao. Alafu nije niwazungumzie
Ansarus Sunnah. Kabla kuzungumzia Ansarus Sunnah, kizungumza al-Ikhwan al-Muslimun na al-Qutubiyun, al-Sururiyun, pia nizungumzie mikhalafa walionayo na maelezo ya wanawachuoni kuhusiana na watu hawa. Alafu tuwazungumzie Ansarus Sunnah. Maana tukizungumza Ansarus Sunnah, tuzungumza Ansarus Sunnah wa Tanzania. Ansarus Sunnah Tanzania. Na alhamdulillah katika vielelezo ambavyo nimekuja nalo ambavyo vya Ansarus Sunnah wenyewe, kuna hii makala moja iliandikwa, tutaitumia pia, inaitwa ni upi salafia jadida cha Sheikh Salim bin Abdurrahim Barahiani. Tutaiangalia hii kuthibitisha yale ambayo tunayasema. Umeelewa? Sababu imeandika mwenyewe kwa mkono wake, na hii ni ushahidi, ni hujja al-qati'a, hujja mkata kabisa. Hata mtu atakayezaliwa leo akitaka kumjua Salim Barahiani ni nani, kwa sababu ndio mwenyekiti wa Ansarus Sunnah Tanzania, wasuta sio taasisi zote za Ansarus Sunnah. Wote tukimzungumza Salim Barahiani tutakuwa tumezungumza Ansarus Sunnah zote, kwa taasisi zao zote. Tunazungumza mwenyekiti wao kwa aliyoyaandika yeye mwenyewe kwenye kitabu chake. Alafu ndio watu sasa wataelewa, kumbe hawa Ansarus Sunnah wakisemwa si katika watu wa sunna wanamaanisha wana makosa moja. Tataja machache mengi sana. Na ndugu yangu Ustadh Abul Abbas Hassan Waziri, Allah mhifadhi, kuna muhadhara aliweka kwenye markazi yake akizungumzia tofauti baina Ansarus Sunnah na Salafia. Vizuri pia mkasikiliza muhadhara ule, una faida. Ni silsila muhadhara kadhaa hivi amezungumzia tofauti baina Ansarus Sunnah na Salafiyun, nzuri kabisa, na akadili kwenye kuelezea sunna huko kwetu nzuri kabisa kwa maelezo na ushahidi. Mimi nafsi nimesikiliza muhadhara ule, nimefaidika, Allah amlipe khairi, na pia ana khibra pia kuchanganyika nao, nilikana nikakaa nao, parangana nao sana, kwa hiyo anaelewa mambo mengi, anaelewa vizuri, jazakallahu khair. Kwa hiyo na warejesheni pia kwenye muhadhara ule, pia msiache kusikiliza muhadhara ule. Mimi risala ambayo nitatumia kuna risala hii ambayo inaitwa al-usul allati khalafat fiha jama'atul ikhwan al-muslimin was-sururiyya, misingi ambayo wamekhalifu katika misingi hiyo kundi la ikhwan al-muslimin na kundi la sururiyya. Tutajua ikhwan muslimun ni kina nani, sururiyya ni kina nani. Wamekhalifu misingi ahlus sunnah wal jamaa, wamekhalifu misingi ya ahlus sunnah wal jamaa. Ina maana watu hawa si katika ahlus sunnah wal jamaa, wamekhalifu usul, misingi, sio ugomvi wa kimali. Umeelewa? Sio ugomvi wa kimali, wamekhalifu usul, misingi ya ahlus sunnah wal jamaa. Hii ni tafriki ya muhadhara ambayo ilitolewa katika msikiti wa Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh Jamia al-Islamia Madinatul Munawwara, msikiti maarufu Jamia al-Islamia pale. Muhadhara ulitolewa siku ya Jumatano tarehe 13 mwezi wa 7 1446 na Ustadhi Dr. Arif ibn Mazid al-Suhaib hafidhahullah ta'ala, kama ustadhi wa Jamia al-Islamia na duati pia wizara. Ndani yake kuna bahthi qayyim nzuri, bahthi ni ilmu ndani yake nzuri. Sasa risala hii sitasoma harfia, herufi kwa herufi. Ama kwenye mukaddima hapa nitasoma, ndikana tuwajue ikhwan muslimun kina nani, sururiyya ni kina nani, historia yao kwa ufupi. Ndikana tuwajue vizuri kabisa inshallah kwenye muda huu. Alafu baada ya hapo, kama muda utakuwa unatosha tutaendelea, au kama muda utakuwa umekwisha tasimama baina al-maghrib wal isha kuja kuangalia maneno ya wanachuoni kuhusiana na hawa ikhwanul muslimun na sururiyun, maulama wa ahlus sunna wanawasemaje biidhnillah al-karim. Anasema tasoma alafu baada ya hapo
nitaanza kwenye misingi kule nitakuwa nataja nukat baadhi ya nukat. Anasema hafidhahullah ta'ala baada bismillahir rahmanir rahim al-muqaddimah. Alhamdulillah mu'izzi sunnati bi nasrihi, sifa zote njema ni za Allah mwenye kuitukuza sunna kwa nusra yake, kwa mudhilli bid'ati biqahri, mwenye kuidhalilisha bid'a kwa nguvu zake, wa musarrifi al-umuri bi amrihi, na mwenye kuendesha mambo kwa amri yake, alladhi adhhara dinahu ala ad-din kullihi walau kariha a'da'u at-tauhid was-sunnah, ambaye amedhihirisha ameifanya dini hii kawa juu ya dini zote japo atachukia maadui wa tauhid na sunna. Ahmadu rabbi wa ashkuru, namhimidi Mola wangu na namshukuru, wa atubu ilayhi wa astaghfiruhu, na natubia kwake na kuomba msamaha, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Ma ba'd, فالتقي بكم معاشر الاخوه الكرام للحديث عن موضوع مهم جدا. Asema nakutana na nyinyi ndugu zangu watukufu kuhusiana na maudhui muhimu sana. Hapa tunazungumzia wanafunzi wa Jamia al-Islamia, wanafunzi wa chuo kikuu cha Madina na baadhi ya dakatira waliohudhuria katika muhadhara huo. Maudhui ambayo inasema al-usul allati khalafat fiha as-sururiyyah wal jamaa wa jama'atu al-ikhwan al-muslimin ahla as-sunnah wal jamaa, misingi ambayo wamekhalifu sururia na jamaa ikhwan al-muslimun wamekhalifu misingi ya ahli sunnati wal jamaa. Wal maqsud min hadha al-liqa, maqsudio makutano haya an-nasihatu lilmuslimin, ni nasaha kwa waislamu, watambihu ila khatari hataini al-firqatayn, na kuwatanabaisha kutokana na uhatari wa haya makundi mawili, wa bayanu shay'in min mukhalafatihima limanhaji ahli sunnati wal jamaa, na kubainisha kitu katika mikhalafa yao, mikhalafa ya manhaji ya ahli sunnati wal jamaa. والمسلم نمسلم عليه أن يعرف ما يدور حوله من فتن حتى لا يقع فيها بسبب جهله. Na muislamu ni wajibu juu yake ajue zile fitna zinazokuwa pembezoni mwake, ili asije akaingia kwenye fitna hizo kwa ujinga. Ujui unakaa na ikhwan masururia, ujui unaingia kwenye fitna kwa ujinga. Wa rabbuna jalla wa ala, na Mola wetu aliyetukuka na aliyejuu, bayana wadha tariqa al-huda min ad-dalal, amebainisha na ameweka wazi njia ya uongofu na kutokana na upotevu, liyahtadi bidhalika al-muhtadun, ili wapate kuongoka kwa ubainifu huo wenye kuongoka. Wa yatabayyana al-haqq alladhi yanbaghi sulukahu, wa yatabayyana al-haqq, na ibainike haki alladhi ambayo yanbaghi kutakikana suluku, ifuatwe dekana haki hiyo, au sulukahu yanbaghi muslim sulukahu, dekana muislamu ifuate. Qala Allah ta'ala, Allah amesema kwenye Qur'an, wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin, na mfano wa hivyo tunabainisha aya ili njia ya watu waovu iwe wazi. Ni aya kwenye sura Al-An'am aya ya 55. Allah anasema mfano wa hivi tunabainisha aya zetu ili njia ya watu wa batili iwe wazi. Maana yake kwenye Qur'ani Allah amewataja watu waovu ili watu hawajue watu waovu bila. Kwa hiyo hapa tukiwataja ikhwanul muslimun, tukiwataja suruhiyu, tunawataja watu. Nani ameturuhusu kuwataja watu sisi? Allah mwenyewe amesema kwenye Qur'an, ametaja watu. Na ukiangalia kwenye Qur'an wametajwa watu mpaka kwa majina wametajwa. Aya ngapi Allah ametaja Firaun kwenye Qur'an? Kwa vibaya kabisa kwa jina, ndio Allah amewataja ulama ul-yahud, kawasema kweli kweli. Allah amewataja Abu Lahab, Sheikh ametambulia kwenye mukaddima, Abu Lahab ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jina, tabbat yada abi lahab, tabbat yada abi lahab wa tabba, kwa jina katajwa ili njia ya watu waovu iwe wazi. Anasema ai maana yake sabilahum, njia yao silatu ila sakhatillahi wa adhabi, yenye kupelekea kwenye hasira za Allah na adhabu ya Allah. Njia hiyo inapelekea kwenye adhabu ya Allah na hasira, njia ya hao watu waovu. Fa inna sabila almujrimin,
hakika njia ya watu waovu idha stabanat, pindi inapobainika, watadhahat, na inapokuwa wazi, amkana jitinabuha, itawezekana kujiepusha. Ukishajua hili ni kosa, utaweza kulikwepa, tofauti na asiyejua kama ni kosa ataingia tu. Vipi basi jui bwana, ukishajua utaelewa. Kama ambavyo watu wameacha maulidi, wameacha khitba baada ya kujua kwamba hii sio, ndio? Baada ya kujua bwana, unajua kuna bid'atun hasana, hiyo tuacheni, sio? Bwana unajua, lakini ushajua. Walbu'du minha, na kuwa mbali na njia hiyo, bikhilafi ma, kwa tofauti yale ambayo lau kana mushtabiha tabisa, lau jambo lingekuwa mushtabiha, lina utata, linafanana multabisa, limepangika pangika, eleweki, kama ambavyo leo baadhi ya watu hawaelewi tofauti ya sunna na masalafi. Ni jambo mushtabiha, kuna hawa mimi sielewi, mimi naona maslahi tu, ni bora mimi naona wote na wazingatia watu wa sunna, jambo lina utata kweli. Haya, anasema fa innahu la yahsul hadha almaqsud aljalil, mtu akiwa mjinga haitopatikana makusudio haya, وقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه عن الطاعه ليمتثلوها, na walikuwa masahaba wa Mtume sallam wakimuuliza Mtume sallam kuhusiana na mambo ya taa, ibada, ili watekeleze. Masahaba ilikuwa nini? Ya Rasulullah, jambo gani nifanye niingie peponi? Ya Rasulullah, jambo gani nifanye niokoke na moto? Sio na Muislamu wengi ni hivyo. Wakana Hudhaifa, na alikuwa Hudhaifa radhiallahu anhu yasaluhu anil batil. Hudhaifa alikuwa akimuuliza Mtume sallallahu kuhusiana na batil wa shar, na alikuwa akimuuliza kuhusiana na shari wal fitna, na fitna wa wahmi ura alislam, na udhaifu wa ngome ya Uislamu, ura alislam, yani ufungwa wa Uislamu, wafashau albid'ah itamakuni min almujanaba, na kuenea kwa bid'a ili aweze kujiepusha. Hudhaifa ilikuwa akikutana na Mtume akimuuliza mambo ya shari tu. Ya Rasulullah, kuna shari gani itakuja? Ya Rasulullah, kuna nini? Ya Rasulullah, watu gani wabaya? Mtume anamwambia. Kwa nini asije akaingia kama alivyosema Hudhaifa yeye mwenyewe. Hudhaifa ni sahaba huyo, ani sahibi sirri Rasulillah, anasema kana an-nasu yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khair, watu walikuwa kana an-nasu hapa ni masahaba wenzangu, maana yake wenzangu walikuwa wakimuuliza Mtume sallallahu kuhusiana na khairi, wa kuntu as'aluhu an sharri, na mimi nilikuwa nikimuuliza Mtume kuhusiana na shari na mambo ya shari. Kwa nini? Makhafatan aydirikani, ninaufia shari isije kanipata. Ya Rasul, kuna shari gani? Mimi lengo nisiingie kwenye shari. Aya, rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi ya mitaja al-Imam al-Bukhari na Muslim. Akaendelea al-ustadh wafaqahu Allah, fa ma'rifatu sabili al-batil, kujua njia ya batil, wa bi khassati al-mawjuda fi zamanina muhimu jidda, kujua njia ya watu wa batil, hasa watu wa batil waliopo zama zetu ni muhimu sana, kama ambavyo lazima mtakana watu wajue njia ya Sufia, njia ya Shia Rawafid, njia ya Ibadhia. Lazima watu wajue hawa bwana. Ukisikia mtu anasema kadha itikadi kadha, jua huyu Shia huyu. Ukisikia mtu anasema huyu Sufi huyu, ndio jambo hili ni muhimu sana, hasa wa zama zetu. Naongezea hasa pia wa miji yetu, lazima ujue. Isikupelekee matamanio ya nafsi, mapenzi kakuzuia. Jua, uliza, hoji kwa ilmu. Umeangalia? Umeelewa? Hoji kwa ilmu. Akaendelea anasema lianna, kwa sababu man lam ya'rif ash-sharra min al-khayr, ambaye hajui shari kutokamana na khair, yushi an yaqa fihi, anakaribia kuingia kwenye shari. Usipojua shari bwana utaingia tu. Haya una shoti, utabusu, kupigwa. Kama hujui utapigwa shoti, utaingia kwenye shari. Kama qala shair, kama anavyosema mshairi,
araftu sharra la li sharr walakin litawaqi, nimeifahamu shari lakini si kwa lengo la kufanya shari, walakin litawaqihi, ili nijikinge na shari. Wa man lam ya'rif ash-sharra min al-khair yaqa' fihi, na ambaye asiyejua shari kutokamana na khairi ataingia kwenye shari. Tekana watu wajue shari ikoje na nini shari. Kisha akaendelea akasema thumma, kisha hapa ametaja aya, ametaja na hadithi ya Hudhaifa, kia thumma, kisha inna radda ala ahli albid'ah, hakika kuwajibu watu wa bid'ah, kuwasema watu wa bid'ah, aslun min usuli ahli sunnati wal jamaa, ni msingi katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa, ni msingi mirani kuwasema watu wa bid'ah, ni msingi. Kwa ukiona shekhe anasimama anawasema sufia, ujue anatekeleza wajibu tumeamrishwa kwa Qur'ani, na ndio msingi wa ahli sunna huo, na ndio kilichotufanya sisi tukatoka kwenye usufi tukaja kwenye sunna. Lau wasingesemwa tusingejua, na wengine wakatoka kwenye ushia wakaja kwenye sunna baada ya kusikia wakisemwa mashia kwa hujja, kuna alafu wakaanza kufuatilia na kuuliza mashia wanakuwa wakali, basi mimi kwaheri. Na wengine wametoka kwenye hizbia, wengine wametoka kwenye ukhawarij, lakini baada ya kuwa ukhawarij umesemwa kweli kweli mimbari, mpaka mashehe wengine wakapigwa mpaka na mabomu wakataka kuuawa kwa sababu ya kusema. Tumeelewana? Walisimamia fardhu kifaya kwa sababu ya kusema. Ni msingi katika misingi ahlusunna, mujma'un alayhi indahum, tena kuna ijmaa kwenye jambo hilo, hakuna khilafu. Eti inafaa kuwasema watu, tuulize kina nani? Watu wa bid'ah, inafaa kwa hujja na kwa ilmu na kwa uadilifu, inafaa. Sio dhulumu, usiongelee uongo, usiongee bila elimu. Umeelewa? Hii ni mafikiano ya maulama wote. Kwa hiyo ukiona mtu habari, unajua sisi tusiseme bali unajua hawa waache ongee, hiyo sio manhaji ya sunna. Alafu kiangalia sio kweli asemi, anasema ila kuna watu fulani anaogopa kuwasema. Yeye asili anasema, akipata mteremko anasema kweli kweli, wakipita mashia atawasema ndio hiyo, wakipata masufi munasaba atawasema ndio wao. Lakini unajua ibara ya kusemana, unaona matatizo. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, amesema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika majmuu fatawa yake juzu ya 28 ukurasa 231. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema hivi akizungumzia msingi wa kuwasema watu wa bid'ah, anasema wa mithlu a'immati al-bid'ah min ahli al-maqalat al-mukhalifati lil-kitabi was-sunnah, na mfano viongozi wa bid'ah katika watu wenye makala maneno yenye kukhalifu kitabu na sunna, au ile ibadati al-mukhalifati lil-kitabi was-sunnah, au watu wenye kufanya ibada zenye kukhalifu kitabu na sunna, fa inna bayana halihim, hakika kubainisha hali yao, wa tahdhira al-ummati minhum, na kuwatahadharisha umma kutokamana na wao, wajibu biittifaqi muslimin, jambo hilo ni wajibu kwa maafikiano ya Waislamu. Lazima yasemwe ili watu wajue, wasiingie kwenye mambo hayo. Hata qila li Ahmad ibn Hanbali, palisemwa akiambiwa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, aliambiwa hivi: ar-rajul, mtu yasum, anafunga, wa yusalli, anasali, wa ya'takif, anakaa itikafu, ahabu ilayk, anapendeza zaidi kwa kweli, au yatakallam fi ahli al-bid'ah, au yule mwenye kuwazungumza watu wa bid'ah. Yupi unampenda, huyu mwenye kufanya ibada hizi au mwenye kuzungumza watu wa bid'ah? Qala, akasema al-Imam Ahmad ibn Hanbal, imamu ahli sunna, akasema hivi, kasema faqala idha qama wa salla wa i'takaf fa inna ma huwa li nafsi, akisimama akaswali akakaa itikafu, hizi ni thawabu zake yeye, ni kwa ajili ya nafsi yake. Wa idha takallama fi ahli al-bid'ah, na mtu akisimama akawazungumza watu wa bid'ah, fa inna ma huwa lilmuslimin, manufaa ya waislamu wote. Ndio maana
atazungumzwa mtu wa bid'a utashangaa mji mzima wanaachana na bid'a. Ameokoa mji wote, tofauti na yule ambaye anaswali kivyake kufunga yeye, lakini mwenye kusimama kusema ananusuru watu wote. Kuna watu wengine wanashukua, wengine hawaelewi, kuna wengine wajinga. Mtu atakuja kuuliza maswali yale, utata utaondoka, alhamdulillah bwana, kwanza leo nimeelewa. Amen, umemnusuru. Umeelewana? Anasema hadha afdalu, huyu ni bora kwenye kuwazungumza watu wa bid'a. Umeelewana? Ni bora mtu huyo. Anasema pindi ambapo akafikia mahali akasema tatahiru sabili almuslimina wa dini, kuisafisha njia ya Waislamu na dini yao, wa manahijuhu au wa manahijihi, na kuisafisha manhaji ya Uislamu wa shariatihi, na sheria yake, wa dafi baghi haulai wa udwanihi, na kuzuia uadui wa hawa watu wa bid'a na dhulma na uadui wao. Ala dhalika wajibun ala alkifaya, jambo hili ni wajibu ala alkifaya, fardhu kifaya, sio lazima watu wote waseme. Kitokea shekhe akasema natosha, nyinyi wengine sasa mtekana mkingie kifua shekhe wenu kasema haki, usiseme bwana atajua mwenyewe. Amesimamia fardhu kifaya. Kikubwa atakayepinga mwambie twende ukaulize maswali yako, bwana hebu leta hoja yako, unasemaje? Sio kupinga tu hamna. Lazima na wewe pia umtetee yule mwenye kusema haki, tetee, kwa sababu amesimamia fardhu kifaya. Anasema walaula man yuqimuhu Allah lidaf'i darari haulai la fasada ad-din, lau pasingekuwepo hawa ambao Allah amewasimamisha kwa ajili ya kuzuia madhara ya watu wa bid'a, dini ingeharibika. Hebu fikirieni, tangu miaka hiyo pasingekuwa watu wanazungumza kuhusiana na usufi na bid'a za kisufi, ingekuwaje Tanzania leo? Ungekuwa ukaribia wote ni masufi. Lakini watu walisema sawa, kuna waliopatia, kuna waliokosea, lakini walisema. Watu wakaondoka kwenye usufi, wengine wakaondoka kwenye ushia. Watu wamesema, wamepambana kweli kwenye ukhawariji pia hivyo. Lau watu wote wasingekuwepo jamii ya watu hao kusema, dini ingeharibika. Wakana fasadu na ingekuwa kuharibika kwa dini ni kukubwa zaidi min fasadi silai aladui min al-haq, kuliko uharibifu anapotawala adui katika watu wa al-ahli al-harb, maadui mkufar ambao ndikana wapigwe vita ahli al-harb kufar. Anasema fa inna haulai, hakika hawa makafiri, idha stawlaw lam yufsidu al-quluba wama fiha min ad-din illa tab'an. Maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, makafiri wakitawala mji hawaharibu nyoyo isipokuwa, yani asili ya waanzi kuwachafua nyoyo. Wenyewe wanaiba mali, wanaiba ukoloni mathalan, wameiba mali na nini, lakini wameshambulia nyoyo na itikadi za watu. Illa tab'an, isipokuwa jambo hili linakuja baadaye linafuata. Wa amma ulaika, ama hao watu wa bid'a, fa ulaika fahum yufsiduna alquluba ibtida'an, wanaharibu cha kwanza nyoyo. Utakuta anamtia mtu shubha, mtu hivi ni sawa, mtu anaanza kwa shubha, ana swali lakini tayari kashabeba, huyu ni mbaya zaidi kuliko yule mwingine. Akaendelea maneno ya Sheikh al-Islam yakaishia hapa. Akaendelea na Sheikh Hafidhullah Ta'ala lazima fabayanu hali ahli bid'ah, kubainisha hali za watu wa bid'a, min an-nasihati lilmuslimin al-ma'mur biha shar'an, ni katika nasiha ya Uislamu ni kuwanasihi Waislamu ambao imeamrishwa katika sheria, wal inkaru ala al-mukhalifina lis-sunnati min ar-rahmat bihim, na kuwakemea wale wenye kukhalifu sunna katika kuwahurumia pia wao, la'allahum yarji'una an khati'ihim, ili wao warejee waachane na makosa yao, wayatabayana lahumul haqq, na iwabainikie haki. Iwe lengo la kuzungumza watu wabainikiwe na haki, sio ushindi, mimi nimeshinda yule. Lengo watu wajue haki basi, watu wajue haki. Wali alla yudhillu ghayra, na ili wasipoteze wengine. Unasema ili watu wengine wasipotee. Wa min arrahmati bil khalqi umuman alla yaqa'u fi shiraki bid'ah, ni katika rahma ya viumbe wote watu wasikaingia kwenye mitendo ya bid'ah. Kwa hiyo hii ni katika msingi wa sunna wal jamaa.
ametaja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Lakini kijitabu kidogo cha Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ametaja msingi usulu sita adhima. Watu wanasoma kitabu hiki msingi wa 4 ametaja msingi huu bayan al-ilm wal ulama wal fiqh wal fuqaha wa bayan man tashaqqa bihi falaysa minhu, kubainisha ilmu sahihi ipi na maulama sahihi ni wapi, na kubainisha fiqh sahihi ipi na mafuqaha wa kweli ni wapi, na kubainisha wenye kujifananisha na wao na hali ya kuwa si katika wao, lazima ubainishwe. Hiyo ni katika usulu sita ya Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kwa jambo hili katika msingi wa itikadi yetu tunasomesha vijana wetu wanahifadhi kifadhi usulu 3, qawaidul 4, usulu 6 ipo, anajua nitakana wabainishwe watu.